So kwa upande wangu sina trade nyingi, lakini nina view za trade ambazo nilikuwa nimeingia. So nikatake partial au nikatoka kutokana na market dynamic inavyokuwa inabadilika mara kwa mara. So trade ya kwanza nieleze ilikuwa ni GBP USD. Wakati tuna trade hii pair, ili wengi kutokana na breakdown zinazoendelea kila siku kwa wiki, wengi tulikuwa tunategemea hii bearish izidi kuwa na movement zaidi, licha ya kwamba ilikuwa imebreak this level, tukawa tunategemea iende chini zaidi, lakini baada ya hapo ikafanya correction fupi ambayo iliishia kwenye maeneo haya hapa ya inverted diminution au trend trading. Lakini binafsi nilipata trade ya kwanza hapa ya kubai kwenye level hizi hapa, lakini sikubai kwa muda mrefu kwa sababu pia sikuwa na matazamio kwamba price inaweza kafika huku. Kwa hiyo nilibai mpaka level hizi hapa na nikawa najaribu kuview akifika hapa atafanya nini, kwa sababu pia nilitegemea licha ya kwamba alikuwa amefeli huku ku create low, so nikasema yaweza kuwa akaja kutesti this high ili atengeneze low zaidi. Lakini pia nilikuwa nina pair ya GBP JPY, ambako kwa upande wa GBP JPY nilikuwa na trade takribani kama 2 kwa wakati tofauti. Huyu nilikuwa namtazamia kuseli, lakini wakati huo nikawa namtazamia kubai. Licha ya kwamba tulipata trade ya kufeli huku, tulipata indication ya kufeli huku kutengeneza high na price ilibreak hapa. Kwa matazamio makubwa ilikuwa kwenye hii level, kwamba hii level itaweza kurudi price kwenda kubreak hizi highs ambazo zimefeli huku au itashuka chini zaidi. Lakini baada ya hapo kuna correction ambayo ilitokea maeneo haya ambako tulifikiri kwamba yaweza kuwa ni maeneo ambako price yamefika ili atest this level zinaendelea na downtrend. Kwa mimi kwa upande wangu nilikuwa na trade ya kwanza maeneo haya hapa ambako niliseli, lakini baada ya kuona kwamba price imefika kwenye hizi level nikawa nimebadilisha mtazamo kwamba baada ya kuona price katika time frame ndogo amefunga na hii price reaction na malengo kwamba alikuwa amekuja kutest hizi break of structure, nikaona kabisa hii, na hapa ame break 4 hour structure, nikaona kabisa hii yaweza kuwa inaenda juu zaidi. Kwa hiyo nika take partial, lakini pia nikapata trade nyingine maeneo hii diminution hapa ya kubai. Nilibai hii trade, lakini kuona kwamba hii level pia haijavunjwa, nikaona sioni dalili, na nili partial kutokana na hizi level mbili kuvunjwa, hii ya chini na hii inayofuata na hii kendo. Kwa nikakata kwa sababu nikaona kabisa hii yote itakuwa collection na hii level itaelekea kuvunjwa, lakini baadaye akaja kutest hii level na kuelekea juu. Lakini nilipata setup hapa, lakini stop loss yake ilikuwa ni kubwa sana. Nikaona ngoja ni monitor mpaka atakapofika kwenye hizi level, kwa sababu hata nikimwangalia JPY sioni kama alikuwa na dalili za kwenda kubreak ile structure ya chini. Lakini nilipata pia trade ya GBP CHF, ingawa hii na trade mbili na pamoja ambayo ninayo sasa hivi. Kuna trade moja hapa nilitolewa, lakini nilijua nimefanya makosa. Baada ya kuona hii price reaction imetokea, nikajoin diminution hii ambayo imetokea hapa kwenye hii trade hapa ya kuseli, kwa sababu perspective ya hii kwa Jumatatu na Jumanne nikawa na mtarajia kwamba taseli kutokana na levels zilizokuwa zimetengenezwa kwenye time frame ya wiki, 3 day na daily. Kwa hiyo nikatolewa
nikawa mkimya sasa kuangalia atafanya nini. So baadaye siku ya Alhamisi nikapata setup ya kubai maeneo haya, ndio mpaka sasa hivi trade ninayo, nategemea aende juu, lakini nikimwangalia anavyo present sioni akinitoa kwenye uwepo wa kubadilisha mtazamo, kwa sababu nikiangalia price anavyo move ni kwamba hii level tayari alishaivunja, lakini nitamtazamia kwa sababu hata price reaction anazitengeneza upande wa chini. Kwa hata hii sina wasiwasi nayo kwamba inaenda kwenye entry yangu, kwa sababu tayari matazamio yake yategemea kwenye time frame kubwa, kwa sababu hii ni diminution ya time frame kubwa. Lakini pia nilikuwa na trade ya USD CHF ambayo nilipata jana, nilitoka kutokana na hii level kuto kuvunjwa. Nilikuwa nimepata trade huku chini kwenye hii inverted diminution. So baada ya hapo nikaona kabisa, baada ya price kuplay na kutokuja kutest diminution na kubreak hii level, nikaona kabisa hii price hainifai tena kuendelea kuihold. Kwa nika take partial, nikakata hiyo trade. Lakini trade yangu nyingine ni USD CAD. Nafikiri hii niliingia kimakosa kutokana na nilivyokuwa namtazamia pia DXY na GBP USD. Hii trade nilichukua kwa jana, nilivyoona hii level price imetengeneza diminution, nikaona ni wakati sahihi price ya kubai kutokana na hii diminution iliyotengenezwa hapa. Ni wakati ambao unafanana sana nilipresent nafikiri jana, inafanana sana. Nilipata trade kwenye diminution ya 15 nafikiri. $15, $30, wani hawa ya nafikiri hapa ndo nipokuwa nimemtazama kwa alifika, alipay kidogo. Sasa hii trade kwa sababu nilikuwa nina view ya DXY pamoja na GBP USD kuangalia je huyu ataplay. Kwa hiyo nikawa nimeingia trade ya USD CAD na USD CHF. Ingawa USD CHF iliplay kwa muda kidogo, lakini huyu ni kwa muda mchache sana akanitoa, na nilitarajia kwamba baada ya kubreak hii structure hapa na hii collection aliyoifanya aje kutest hizi level then aende juu, lakini sikuwa na confidence kwenye time frame kubwa kwenye structure huku kwamba huku alikuja kutest nini. Kwa hicho pia kilikuwa ni kikwazo ambacho niliona kabisa nimekosea. Kwa nikaona kabisa hii kuja kumtizama mpaka kwenye hizi level hizi. Lakini pia trade yangu ya mwisho pale kwenye low time frame ulipochukulia opportunity kwamba sasa hivi ukiangalia unaona kitu gani ungekiangalia tofauti au utakiangalia tofauti according to criteria ambazo ulikuwa unatumia kuchukua trade? Kitu cha ajabu nilichokigundua during na take trade ni kwamba mara ya kwanza nilikuwa na mcompare USD CAD na USD CHF, yupi natakiwa ni mbai. Nikaangalia USD CHF alikuwa kwenye level hizi hapa, nafikiri wani hawa alikuwa kwenye level hizi hapa juu. So nikaona huyu hajafika kwenye ile eneo, lakini nikamwangalia USD CAD nikaona huyu tayari yupo kwenye ile eneo, lakini hajanipa clear setup ya kubai. Lakini baada ya kupress tu trade huku nikaona siwezi kuifunga kwa sababu sina matazamio kwamba nikipress trade niifunge. Nikaja kuangalia kwenye USD CAD nikasema bora ningepress huku, kwa sababu huku nikija kwenye wiki, nje ya kwamba nilikuwa nategemea USD apate nguvu kwamba hii inasapotiwa na confidence ya diminution ya wiki, lakini USD CAD
sioni hapa na buy kwa sababu gani. Nikiangalia huku hakuna kitu, huku sioni chochote. Kwa hiyo haikukaa sana trade ikatoka. Baadaye nikaona kwa sababu nilikuwa na plan yangu ni kuchukua trade 3 nikizipata. Kwa hiyo ilikuwa trade ya kwanza, so ya pili ikawa ni USD CAD. USD CHF. Kwa hiyo kwa hii trade niko dhahiri kwamba nilikosea kwa sababu pia sikuwa na supportive confluence za time frame kubwa. Kwa nini naondokea hapa? Lakini huu USD CHF nilikuwa najua kabisa dhahiri kwamba hii eneo lilofika ni eneo la wiki, lakini pia kwenye time frame kubwa, time frame ndogo nimepata hizi confirmation za break of structure pamoja na diminution. Hii diminution hii. Alafu na level aliyokuwa amefika ni level hii. Kwa hiyo hii nilitegemea nichukue mapema, lakini nikaona kule nimeplace trade ya USD CAD, kwa nikaona ngoja tu niache, kama itaplay itanitoa basi ni trade ambayo najua kabisa ni bad trade kwa sababu ya kufuata vigezo ambavyo huwa navitumia tofauti na hii. Turudi pale kwenye ile USD CAD. Kitu ambacho mmekiona hapo, nilikuwa natafuta let's say bullish opportunity. Baada ya kupata stop loss na ukaona low imekuwa created, ulifikiria vipi labda kuchukua bearish opportunity, au mawazo yako yani yalibadilika, yalibakia the same, au ilikuwaje? Ya mawazo yangu yalibadilika sana kuanzia kwanza huko. Wakati hii ina play ipo kwenye imeshatengeneza low. Kuna trade yangu ya USD CHF ilikuwa ina run. Wakati hii nilichukua ilikuwa hapa, wakati CHF yuko bado hapa. Kwa tayari nikaona kabisa kuna nafasi kubwa sana USD CHF akaishia hapa na akabreak low yote aliyotengeneza. Kwa hiyo matarajio yangu sasa hayakuwa kwenye hizi pair tena kutrade, yakawa kwenye GBP USD. So nilivyoona kwamba huyu ana play hivi na huyu ana play hivi, hii USD CHF hii trade nika take partial alivyokuwepo hapa. Muda ule nafikiri nilikuwa nimekaa pale. Alivyokuwa kwenye anatengeneza hii candle, trade yangu ilikuwa hapa, kwa nikatoka kwa sababu nikaona kabisa huyu naona kabisa hawezi kuplay vile ambavyo nilikuwa namtarajia. Kwa hiyo nikabadilisha mawazo, lakini pia sikufocus na hizi trade, ingawa huyu niliona kabisa ana nafasi kubwa sana ya kuja kwenye hii level, kwa sababu pia niliona kuna structure hapa imetengenezwa, nafikiri ilikuwa ni siliawa niliona ya hii diminution, kusema labda yaweza price kafika kwenye hii level ikatest. Nilijaribu baada kuona tayari imeshatengeneza high na hii collection inaendelea. So baadaye nikaja kumwangalia sasa GBP USD anavyoplay, ndio nikapata setup hapa ya kubuy. Ndio trade yangu ya mwisho ya wiki ambayo ni almost ilikuwa ni kama saa 5 hivi, saa 6. Mwalimu kwema. Mpaka sasa hivi niko kwenye pair 3 ambazo almost zote tumeziongelea. Naweza uzuri au changamoto ni kwamba kutokana tulivyoziongelea sina vitu vingi sana vya kuongeza. Hapa nilikuwa na pair yangu ya kwanza ilikuwa ni SDJPY. Kidogo imenipa pressure kama inaondoka inarudi, lakini nimeona ilipokuja imeishia kutest hapa na expect iendelee kwenda bullish. USDJPY ambao nilivyoingia kama tulivyoelezana jana, walikuwepo jana, ilikuwa ni kwamba kuanzia kwenye daily time frame hapa, ukiangalia kwenye daily time frame utagundua kwamba we on a certain trend, kwenye trend fulani ambayo ni hii hapa. Kwenye hii trend, na hii trend imefika sehemu around hapa ikawa inafanya correction, na tukienda higher time frame kidogo tunaweza kusema kwa nini hiyo sehemu usiconsider maybe itakuwa ni bearish movement.
kuna hii dotted line unaona nimemark hapa. Actually we expected hii dotted line iwe respected kuelekea bearish. Mara ya kwanza ilikuwa tapped hapa, mara pili kaja kuwa tapped hapa, lakini ikaenda bearish for short term, then tukaanza kupata bullish movement. Kwa mimi nilikuwa na expect any movements tutakazozipata either zifike on the peak hapa ya hii trend au peak kabisa huku juu. Kwa hiyo nilikuwa na expect hizo more bullish movement, of which ukienda kwenye lower time frame, kama ukiangalia TP yangu ya kwanza ni hiyo the highest high ya hii sasa trend, na sio ile previous of which line yake ni hii huku. Kwa hiyo nikawa nimekuja kudefine na kufahamu hii trend, kwa sababu ukiangalia hii trend hapa from huku chini tulikuwa tuko bullish. Kwa hiyo nilikuwa najaribu ku define hii trend kwamba inaishia wapi au labda bado inaelekea chini, of which tukaenda kwenye much lower time frame ka figure out kwamba hii trend ilikuwa ina create series za highs and lows na ikaacha validation price levels kama hizi hapa. Na ukiangalia hapa kuna hii movement hapa, kuna hii movement ambayo imetokea hapa hivi kwamba tayari kulikuwa na lower low, lower high, lower low, na hapa tulikuwa tuna create lower high. Kwa hiyo nikasema hii movement ya ku create lower high na imetokea huku chini, it may be the move ya ku create the new high, au hata kama itafika hapa lakini tayari itakuwa ni idadi fulani hivi ya pips. Kwa hiyo sasa from there nikashuka kwenye much lower time frames, ambapo uzuri wakati tunaangalia chati juzi tulikuwa tushapata hii diminution hapa, tulikuwa tushapata hii diminution ya hapa chini, tulikuwa tushapata hii diminution hapa na tushaanza kupata series za highs and lows. Kwa hiyo baada ya kupata tu higher high higher low, tukapata higher high, mimi nikatem hii hapa kama validation price level, hii hapa kama validation price level, of which tukienda kwenye lower time frame ambapo nikiruka exactly ni 30 minutes kwamba kuwa kuna break ya structure hii hapa, kwa kuna break ya structure ilikuwa tested. Japo sasa jana nilielezea kwamba mimi hapa niliingia mapema with these facts kwamba hapa kulikuwa kuna hizi other theories kwamba kulikuwa kuna hii inverted diminution na kulikuwa kuna hii diminution hapa. Kwa hiyo mimi niliingia mapema hapa na ilikuja ikatest hapa tukapata movement hapa, so I was glad kwamba nimeingia mapema nikajua ndio ishaondoka, ila baadaye ilirudi. The good thing is wakati narudi kwa stop loss yangu ilikuwa around hapa kidogo, nikaangalia 20 pips zilikuwa zinaruhusu kuweka around hapa nje, nikaweka hapa nje. Nilivyoweka hapa nje pia ikaja tu haikufika kwenye stop loss yangu, so bado ikarudi tena kwenye entry yangu na bado niko ndani na hold hii movement hapa na expect kupata more highs kwenye ili eneo. Then the second pair ambayo nilielezea jana hata jioni kwamba nilikuwa na hii Euro JPY. Euro JPY sasa hivi inakaribia almost 200 pips hapa. Almost 200 pips, ni 150 sasa hivi, lakini inakaribia almost 200 pips ambazo nilikuwa naziangalia kwenye JPY. The theory behind na yenyewe ni hii kwamba JPY zimekuwa bullish kwa muda mrefu, lakini tulikuwa tuko around maeneo fulani hivi ambayo yalikuwa na movement ambazo ni corrective moves ambazo zimekuwa zimetokea. Lakini jana tulikuwa tuko around ile eneo hapa ambalo kuna hii trend trading area hapa. Kwa hiyo tulikuwa tuna expect kutokana na candle iliyotokea hapa na structure ambazo zilikuwa zimetokea kwenye lower time frame, tuna expect kwamba tutaendelea kupata more bullish movement, of which hizo structure ikaenda kabisa kwenye lower time frame kama hivi 6 hours, kwamba kwenye ile inverted diminution au trend trading iliyokuwa imetokea pale tayari tulikuwa tuna hizi movement ambazo zimetokea hapa, hii diminution iliyotokea hapa, na tulikuwa tumeanza ku create series za highs. Kwa hiyo ilikuwa ni one of the signs kwamba hapa tayari tuna shift direction na kuelekea bullish. Kwenye hiyo sign ya kuelekea bullish nilielezea kwamba hii imetokea eneo potential, lakini kama ukiobserve ni kwamba kulikuwa kuna hii break ya structure hapa, tupata break ya structure, tukapata movement kaya kutest huko above, lakini haikuweza kubreak ile eneo na tukapata hii series ya ku create highs hapa. Hizo series za ku create highs hapo ndo zifanya nifikirie kwamba tayari hii inaonyesha kwamba we are still bullish, na hii ni correction tu kama correction zingine, tunapata impulsive move. Kwa hiyo jana kwa kuna
tukishuka kwenye much lower time frame, maana ndio ilikuwa ni sehemu ambayo nafikiria kuengage kwenye hizi move. Nilikuwa na hili eneo hapa, ukizingatia kulikuwa kuna hit and trading area hapa. Nilifuta hii line ili mambo mengi hapa. Kulikuwa kuna hit and trading area na kulikuwa kuna hii structure hapa. Sasa tulikuwa tuna print candle kwenye 15 minutes time frame. Mimi nikawa nimeona tukicreate high hapa, entry yangu ambayo let's say ndio ilikuwa iwe kwenye hii diminution hapa, it's just 15 pips from the entry, kwamba ningeweka stop loss 15 pips kwa nje kabisa hilo eneo hapa, kwa nje ya ile eneo hapa ningeweka 15 pips, na tayari kwa print signs kwamba tunaelekea bullish. So mimi nilifanya maamuzi ya kwamba nitachukua hii trade according to kwamba imetoka kutest huku chini, nitachukua hii trade hapa na kuweka stop loss yangu huku nje, kabla maybe atuje create high hapa na kuja kuretest, of which hata ikurudi kuretest ndio tukapata hii bullish movement. Hichi kitu nilikielezea vizuri kwenye jana jioni wakati tunaongelea hizi pair. Ustazi, mimi nina swali. For hawa, kwa nini ulikuwa haufikirii kwamba price inaweza karudi hapo kwenye diminution hiyo? Kwa sababu nilikuwa naangalia hiyo hapo, hii hapa, nimekuelewa. Yes. Kwa nini kwa sifikiri kwamba tunaweza ku create high na kuja ku test hapa? Kwa sababu kulikuwa kuna tofauti. Naweza nikatolea mfano the same theory nilikuwa naifikiria kwenye GBP JPY. Kama kwenye GBP JPY tulikuwa tunaangalia the same area, lakini kwenye GBP JPY nimesema to create kwanza high hapa. Ila kwenye Euro JPY ukija kwenye lower time frames kulikuwa kuna hichi kitu ambacho nimekielezea hapa, kwamba yes tulikuwa tuna diminution ya 4 hours, ila tulikuwa tuna failure ku break huku chini, ambayo ndio ile let's say kwenye higher time frame ime create hiyo diminution ya 4 hour, lakini kwa naona kabisa there is a very good chance tukatest haya hizi validation price levels za hii trend husika na tusifike huko chini. Ilikuwa ni tofauti kidogo na GBP JPY kwa sababu hii kwenye GBP JPY kulikuwa hakuna any structure ambazo zimekuwa invalidated kama zilivyo hivi, ambazo zinaonekana vizuri kwenye much lower time frame. Kwamba kwenye GBP JPY hatuwezi hata kuanza kusema kwamba hii ni series ya higher high higher low. Naona kama hii ni low below hapa, then tulikuwa tunaenda ku create higher high. Kwa hiyo nilikuwa naona there's a very good chance ya kuja ku respect hapa. Ni kama pale ambapo tunakuwa tuna trend, nitaenda kuonyesha kwenye Euro USD imetokea leo, pale ambapo tunakuwa tuna hii movement ya hivi, then tuna validation price level, then tunakuwa tuna bullish move. Tuna validation price level ambayo ni huku chini, ambayo ndio stable, let's say hiyo ni forward diminution, lakini tuna also trend trading areas maeneo haya. Kwa uzoefu, jana brother aliniuliza hapa swali nikamwambia ni experience. Kwa uzoefu wangu kwa pair kama JPY hizi pair zikishakuwa ni kwenye main direction, very good chances za kuja ku respect hizi in between structures hapa. Ungepata stop loss, ungekuja ku trade hapo chini? Ningepata stop loss hapa? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa imerespect hii trend ya kwamba ningepata stop loss hapa, ina maana tusingekuwa tumecreate high above this level. Or else hiyo stop loss ingekuja baada ya kucreate high hapa, ningesema yes that's okay na kuja ku trade hapa chini, lakini hapa pangekuwa respected. Sijui nitolee mfano gani mwingine, lakini nimeshaikutana hichi kitu mara nyingi kwenye JPYs. Hadi asubuhi na hisi nimekisemea kwamba tukiwa tunatoka sehemu fulani vyenye potential, let's say ni certain correction, price inaweza ikarudi hadi the beginning of the trend hata chini ya na bado ikawa iko bullish. Kwa hiyo kutokana na power ya ile eneo ambalo tumelitoka, ukizingatia ile eneo, hii correction haijatokea tu popote, imetokea kwenye ile break ya structure ambayo tumeiangalia kule kwenye, naomba nionyeshe hii correction. Ukimark kwa upande wa juu hivi ni mahali fulani hivi ambapo unaweza ukasema kwamba tungekuwa tumeanza movement fulani, hata kama sio long term bearish, lakini kutokana na ile break ya structure maybe ingefika hata huku kabla hatujapata bullish, kutokana na potential ya ile eneo ambalo tulikuwa pale. Kwa hiyo ningepata stop loss, nisingekuja ku trade hapa chini. Swali lingine kabla sija move?
Okay, pair yangu ya mwisho ambayo nimeipata leo ni hii Euro USD. Nimesikia bana anasema kitu ndio. Hii hapa Euro USD. Hii Euro USD hata sina maelezo mengi kwa sababu nilikuwa influence na nyie hapa asubuhi kuhusu theory. Brother alielezea GBP USD akasema this thing is applied kwenye GBP USD au USD na USD zingine. Kwa hiyo mimi nilipokuwa nafungua chat tu nilikuwa niko ofisini pale na brother Humphrey yuko pale mwisho. Nikawa nimefungua chat nikakuta tumetoka kutest hapa na kwenye 1 hour hapa tulikuwa tuna hii break. Sasa brother Humphrey akasema mimi nasubiria to break kwanza hii structure hapa juu. Mimi ngasema kwa 15 minutes mimi nachokiona ni kwamba ni kama tusha break na tumekuja kutest hapa kwenye hii elimination. Kwa hiyo kusema kunasubiria 1 hour huku ni very far. Inaweza iende, inaweza isirudi, na conferences zilizokuwa nazo kwenye hizi pairs zingine ngasema kabisa there's a very good chance hii ikawa ni bullish, na kiukweli baada ya pale tu like 10 minutes tukapata hii very impressive candle of which naona kabisa hii ni trade ambayo unacheka nini Amrisali? Amna wote kama hii si signal kabisa mmenipa hapa. Hii ni signal kabisa mmenipa. Kwa hiyo kwa hiyo hizo ndo pair tatu ambazo mimi ninazo. Nilikuwa nafikiria kwamba kuzitrade. Nilikuwa nafikiria nazihold mpaka sasa hivi, nafikiria bado kuendelea kuzihold. Of which mchana nilikuwa nataka niseme kitu hapa, brother Mbisali akaniambia utavuruga watu kisaikolojia kwamba na buy Euro USD na buy USD JPY. Kwa wale ambao wanafanya direct correlation wanaweza kaanza kuhisi kwamba kinawezekanaje. Ndio maana pia hii JPY kidogo imekuwa inaenda kwa kusuasua, inanipa mawasiwasi, lakini naona there's all possible. Anything is very possible to happen. So niko na kuna pairs zingine pia unaziangalia, for example Euro AUD. Hii Euro AUD naweza ngasema na maumivu nayo, na nilikuwa namuelezea brother Mbisali hapa ndani tu muda si mrefu, kwa sababu ni moja kati ya pair ambayo imekuwa triggered. Sasa hivyo kwa triggered ni of course nilikuwa niko na session na brother mmoja, lakini pia kilichonifanya nisifikirie sana ni momentum iliyokuwa inatokea kwenye Euro USD. Kwenye Euro USD tulipata very big candles. Nikasema hii alama imekuwa triggered hii na yenyewe naweza tukaendelea kupata very big candles. Lakini nusu saa mbele nikashangaa mbona hii imerespect. Nyingine pia ambayo imekuwa triggered ni hii GBP AUD, lakini unaona triggering yake yani ni nakuja kushtuka, yani naangalia alarm tayari imeshakuwa triggered, ila ni pia ambazo bado nazifuatilia kwa karibu, naamini sitakosa pa kudandia. Sitakosa pa kudandia. Hizo pia ambazo nilikuwa naziangalia. Zingine ni hizi NZDs. Nilikuwa naziangalia na nilikuwa nafikiria, nadhani unaona idea yangu it was correct but the area was a bit off. Hadi asubuhi nilikuwa naelezea kwamba kwenye NZDs naona kabisa there's a very good chance zikatolewa alafu ndo zikaendelea kwenda chini. Hivyo nilikuwa naziangalia kwenye NZD. Unafikiri kitu gani unaweza kufanya tofauti kwenye hizo NZD later? Nitakaa kuzifuatilia kiukaribu, lakini kuna video moja hivi nilishai kusikiliza, sitaki kusimamia kwenye msimamo. Brother mmoja alikuwa ni sio brother, ni actually ni father mmoja alikuwa anasema kwamba 90% ya profitable traders ukiwauliza kwa nini umebuy hapa au kwa nini umesell hapa, hata kama na technical reasons, lazima tu kuna zile I was feeling like hapa patakuwa sahihi. Sio valid reason technically, lakini ni hisia ya kwamba hapa patakuwa sahihi au hapa patakuwa sahihi. Kwa hiyo pengine hisia zangu za asubuhi zinituma kama hapa patakuwa sahihi, ila nahisi nilichokiangalia sana hapa ni kwamba maybe ilikuja kutest around
this peak side kabisa huku, na maybe hapo ndo palikuwa sehemu sahihi zaidi, labda ni kwenye kumark highs and lows ndo mahali ambapo nilikuwa tumekosea, lakini pengine ningekuwa nimemark hapa ingekuwa within my stop loss. Hiyo ndio edge, kwamba yani unaweza kuwa na strategy moja ya katika sehemu mtu anataka kubai, mtu mwingine akaona kwamba yani sina kitu cha kupinga lakini siwezi kubai hapa. Ningekuwa na kwenye hizi hapa mngeniona Jumatano ijayo. Mngeniona Jumatano ijayo. Ila hizi na zenyewe niliona na naona kabisa kutokana na higher time frame zikibreak hizi lows na safari ndefu kidogo, hizi GBP NZD, Euro NZD, Euro AUD, GBP AUD, naona kabisa kuna safari ndefu kidogo ya kwenda chini. Ukidandia kichwa unadandia treni kwa mbele. Kwenye kudandia mimi nafikiria zaidi kwamba it depend zitatoka wapi na kwenye momentum gani. Kuna maeneo hapo unaweza zikatoka ikawa ni sehemu ngumu kidogo kuja kutrade, kwamba zikatoka kwenye sehemu ambayo inashawishi zaidi bullish move kutokea. Na kitu kingine ambacho mimi nilichokiona cha kujifunza kwenye hizi pair na haya maeneo ni kwamba kama hizi Euro AUD mimi hata sikufikiria mara mbili, niliona tu, yani sikufanya any refinement wala nini, 6 hour diminution nikamaki exactly pale. Sasa mtu mwingine ambaye anakariri kwamba lazima nifanye refinement angemiss hii trade. Ndio yani mimi hata Euro AUD the same, niliangalia 6 hour diminution and that was it. Hakuna kitu kingine ambacho nilikuwa nimekiongezea. Kama maximum stop loss basi. Kwa hiyo nilikuwa naona hiyo ni point fulani hivi ambayo mtu inabidi kidogo uzingatie at some point. Sio kila mahali, ila at some point maeneo fulani ambayo yanaruhusu. Mimi yangu ni hayo tu, labda nimkaribishe mtu mwingine. Ustazi. Mimi leo nasubiria watu wa kuuliza maswali tu. Kendo ikiendelea hivyo hivyo. Kwenye scenario ambayo imepita umetuambia kwamba phrase inaweza ikafanya kama hivi, kwamba hapa si imefeli, hapa kuna validation kwamba hii na hii hapa ya fail. Naona kabisa hapa cha kwanza confirmation mimi huwa napenda kufanya mara mbili. Cha kwanza tunaona kwenye hii time frame husika, hii hapa 3 hours body candle tayari tulikuwa tusha create high, lakini pia hata tukiweka kwenye line chart tunaona kabisa it's very clear high. Kwa hiyo sio kwamba hapa yani it was clear hatuja fail ku create high. Of course najua umesema tumefail kwa sababu ya hizo weeks ambazo zimetokea, ambazo maybe ukienda kwenye much lower time frame zinaweza zikawa ni body candles kwenye 1 hour and so on, lakini kwenye higher time frame ilikuwa iko clear kwamba tumesha create high. I guess ni 3 hours hapa kwa iko clear tumesha create high. Lakini kitu ambacho tunahitaji nikipata vizuri kwamba baada ya ile fail na tukio nizingatie validation hii au hii, yani baada ya hii ina fail alafu ina create new high. Sasa siwezi kusema kwamba tusakariri kwamba ni hii au ni hii. Hapana. Kwa mfano mimi nachokifanyaga mara nyingi hizi hapa katikati, mara nyingi inatokea una trend trading na una validation price level. Almost all the areas ili ile motion ya ku create high mara nyingi naachaga trend trading, si ndio? Na huko chini inakuwa imeacha validation price level. Kwa hiyo huaga nachokiangalia sana ni confirmation ya hapo kwenye trend trading, kwamba nakuwa niko eyes open hapa, ila nikijua huku chini anything can happen. Kwa hiyo kikitokea kitu ambacho ni clear hapa inakuwa ni sawa. Kwa mfano hapa tulianza kupata 1 hour diminution and that was so clear for me kwamba hapa tumepata 1 hour diminution. Niliposhika 15 minutes nikaona kabisa hapa tumepata break na tunaenda kutesti. Wakati wote tulikuwa na form hii candle hapa, tulikuwa tumepata na diminution pia 15 minutes. Kwa hiyo nikasema this is such a good confirmation for me, naweza nikachukua hii trade. Lakini next time au next area ambayo nakuwa nikiwa naangalia sokoni
siwezi tu kukurupuka trading, hapana. Nakuwa naangalia confirmations za kwamba nini ambacho kimetokea. Ila pia kitu kingine cha kuzingatia sana sana, trend trading zinakuwa ni nzuri trend, yani ikiwa ni the same direction. Unajua kuna mtu mwingine anaangalia the same case scenario, lakini ukiangalia ni kwenye reverse perspective, yani kwamba sio kwenye main direction, labda ni kwenye correction. Kwenye correction you don't expect kwamba let's say hapa hii ingekuwa ni correction inaenda chini hivi, si ndio? Correction kama hii you don't expect kwenye correction tutapata trend trading hapa to take more of seriousness kwamba tutaitrade correction. There is a very good chance tukarudi hadi hapa juu na ndio tukashuka chini, lakini kwa sababu ni main trend nasemaga au na assume kwamba haihitaji power kubwa kuwa pushed kwenye direction husika, inahitaji tu maeneo sahihi, then inaendelea. Unakuta hata irudi sana, inaendelea. Hapa ni kumwombea Mungu Trump weekend aongee vizuri. Swali lingine lolote? Kwamba tusiulize swali lolote. Hata mnaweza mkatoa ushauri kwamba brother, tufunge hizi trade tuachane nazo. Trump weekend akiongea vizuri, wiki ijayo tunafunga na trading floor. Asanteni sana jamani, asanteni. I hope tumejifunza kitu. That was a very wonderful trade recap. Labda kama kuna mtu ana trade nyingine ambayo ameingia wiki hii. Brother anaangalia kwa makini. Kuna namna nilikuwa naiangalia lakini ni kama iliondoka tu, haikurudi kwenye upande wangu. Asubuhi nilielezea hapa kwamba nilikuwa naangalia gold hapa na nilikuwa nimeweka hii position, lakini nilikuwa nasema nipate confirmation ya ku trade ile eneo. Sasa kwenye gold kidogo nakuwa very curious na time frame, kwamba at least hizo reasons nazozipata zio za a bit higher time frame. Nilikiona hichi kitu kwenye lower time frame na of course kime play out, lakini nilikuwa natamani kwamba nilikuwa natamani hii 45 minutes hii diminution hapa ndio nije kuitrade. Sio niseme ni phobia au nisemeje, lakini nilikuwa natamani hii hapa ndio nije kufanyaje, nije kuitrade, lakini haijarudi hapo. Ila ukiangalia kwenye other lower time frames, gold imeplay out vizuri sana leo. Imeplay out ile eneo ambalo nilikuwa naliangalia huku kwenye lower time frame, imekuja imekuwa tested na sasa hivi inaelekea bullish, na mimi gold na expectations zangu, yani gold zinaniambia hapa kuna kasafari fulani hivi kabla tujaanza kupata pullback nyingine, hata hadi kama eneo haya hapa hivi, kwamba tutapata bullish kabla tujaanza kupata hizi pullback kama hizi, kasafari fulani hivi kama muda. So ile eneo ambalo nilikuwa naliangalia hatujapata pullback ya kuja kulitest, ila kuna kama hizi diminutions zimeacha hapa za 4 hour. I expect maybe beginning of the next week tunaweza tukapata pullback ya kutest kabla hatujaondoka. Ila hii ni haikurudi tu kwenye eneo langu. Namshaurije jamaa wangu hapa hivi mkinga anayesubiri hivi sasa. Anayesubiri kuja kusell hapa kwa sababu ya kwa sababu kwa sababu hiki kitu kana kwamba of course imetoka somewhere, imevunja structure, then trend haijavunja na nao ndo inapush hapa, imefika around here. Unamshaurije sasa mtu? Mimi kiukweli nikiwa honest, of course hatui bias kwamba kitu kinaweza kisitokee sokoni, kinaweza kikatokea vizuri, lakini mimi hata kama ndo naambiwa yani hizi hela za kutupa, mimi hiyo trade si trade. Kiukweli kwa nini? Ngoja nielezee from higher time frame perspective. Kwanza ni ile notion ya gold ni tumetoka, nilielezea asubuhi hapa kwamba ukiangalia a bit higher time frame kwenye gold ni kama tulikuwa tuna structure ya kwanza hapa katikati, I guess ni 12 hours kama sikosei. Tulikuwa tuna structure ambayo tumeivunja hapa katikati. No, I guess in time frame gani? Let me check quickly.
hii weekly time frame hapa, tu reset chart hapa ili tuweze kuona vizuri. Hii weekly time frame hapa, tulikuwa tuna hizi structure mbili hapa. Tulikuwa tuna hii structure hapa na hii structure hapa. Hii structure ilivunjwa hapa very strongly, lakini hii structure ikawa respected. Then ilipokuwa respected, tukaanza kupata hizi more bullish move. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii trend ya bullish bado iko nini? Iko valid. Hiyo ni reason ya kwanza inatuonyesha kwamba tuko uptrend kwenye gold. Kwa hiyo sasa baada ya kuonyesha kwamba tuko uptrend kwenye gold, tunashuka kwenye much lower time frame kuangalia nini ambacho kinatokea. Tunagundua kwamba hii trend na yenyewe ina structure zake, validation zake and everything. Then tuende kwenye time frame, let's say 9 hours. Kwa mfano hapa tu kwenye 9 hours. Kuna kitu hichi hapa ambacho nilikuwa mimi nimekiona kwenye gold kwamba tuna high, tuna high low, tuna high, tuna high low, tuna high. Hichi kinachotokea hapa kina tofauti gani na hichi kilichotokea hapa? Yani a very big candle, a movement to test back, then a movement ambayo ija create low, then tukapata bullish movement. The same ways na hapa. A very big candle, a movement to test back, then a movement to hapa tukapata bullish movement. Na ukiangalia tu sasa hivi tunatoka kwenye hii diminution ambayo iko hapa, tumetest kwenye hii 50%. Sasa kwa nini? Hii ni just an inner structure. Bora hata tungesema huku juu ni sahihi kabisa kuja kupata movement hapa ikatesti hapa, labda tukaendelea kuwa ni bearish, ika create something like this. Kwa nini hii inner structure? Naona kama ni structure ambayo iko njiani sana. Inaweza iwe sahihi, lakini kwangu mimi naona possibilities ni chache sana kwa hiyo structure kuwa respected, kwa sababu ipo like in between movements. Tukishuka kwenye lower time frame zaidi, tunaona kabisa hata tungekuwa tunaangalia tunagundua hii movement hapa imetoka tukao lete hii ni tuassume hii ni correction, basi bado tuassume tunaelekea bearish. Kwa nini tu trade hapa na sio hapa juu? Kwamba hii ni lower low, let's say hii ndio inaenda ku create lower high. Lower high kwa nini iishie kwenye hii structure ya hii ina trend na sio hii huku juu? Kwa kuna uwezekano kwamba hata kama ni unaangalia long term bearish movement, tungeiangalia basi kwa perspective hizi. Tushike kwenye 1 hour hapa hivi. Hata kama tunaangalia long term bearish movement, tungeshuka basi tuziangalie kwa perspective kwamba hii ni correction, inakuja kutest huku juu, tupate another low, kwamba hii lower low, hii lower high, tupate another low, si ndio? Hata kama tunaangalia kwa hiyo bearish movement. Lakini hii structure hapa ni hii trend tu, of which inaweza kuwa tested tu kidogo hapa ikakudanganya, then tukapata high, tukaenda respect structures zingine au tukaendelea kwenda bullish. Kwa hiyo mimi naona ni structure katikati sana hiyo kufanya maamuzi. Umesikia Mkinga? Asifute eti. Jamani, mwingine mwenye any addition mawazo? Au watu wanaficha pea, yaani nikieleze kwa kuwa hizi ni recap to share tu faster ili na brothers wengine waendelee. Nilikuwa naona this one kwenye daily, sasa ta share to the way ambavyo nilipataje setups zangu. Niliona this break kana kwamba high low high, then this ikawa ni last high yangu, kana kwamba nikasema haya maeneo ndio maeneo yangu, ndio eneo langu la mwisho. It means nikawa natafuta opportunity za kupata this weeks here. Sasa nilipata hiki kitu ya kwamba this one high low high, then price ikaleta hivi, then kuna some entry nilizipata hapa kuniendeleza this correction up to here validation. Nilipataje entry ya hapa?
kashuka low time frame here. Ya, nilivyoshuka low time frame nikawa na define hii kitu ikaleta this one high low high low high, ika break, ikaja sikupata reason, ika break around here, then price ikawa inarudi. Sasa mimi nikatem hapa nitafanyia namna gani price itanipa. Still nilikuwa nataka ku trade this correction up to here, kwa sababu haikufika, ilifika tu maeneo hapa, nikawa naangalia another reason, ndio nikapata hiki kitu, price ikawa inaleta. Sasa mimi nilimark mimi nilimaki ile eneo langu la maamuzi. Sasa nilivyokuja 1 hour, hii mimi nika take that diminution kana kwamba price imeshafika here, nikaingia nika sell. Stop loss yangu ikawa above here. Target yangu ilikuwa mpaka kwenye here. Sasa what happened? Nikawa stopped out, price ikaenda. This is my first trade, lakini haikuwa wiki hii. Sasa ilipofika mpaka huku nikawa natafuta tena namna, price haiku manage kufika somewhere, japo kuna kitu hapa price iliishia kwenye, ngoja ni mark to open. Kwa still nilikuwa nipo katika ile range ya 1 day, kitu kama hiki nikaona price imefanya this break of structure here, ikawa inatengeneza series of impulse correction, nikaitem na hii bado ni correction, still bado nataka kuona price ikifika pale chini kabisa, haikufika. Kwa hiyo ilivyofanya hiki kitu sorry. Mkinga. Yo saidie. Tulikuwa hapa kana kwamba lengo ilikuwa mi price ifike hapa ndio nitafute a bullish move. Sasa price ikaishia somewhere here. Sasa nikaiona ikafanya this one low break of structure here, ikatengeneza impulse correction, kaniacha price diminution. Kwa hiyo mimi nikaimark kama ilivyo kwenye nikasema hii ni counter trend, lakini mpaka wapi? Mpaka somewhere here. Kwa hiyo mimi nikaingia hapa.
stop loss ilikuwa hapa hivi pips 26 point, ilikuwa pointi 26.1. Lengo ilikuwa target paka hapa. Haikuwa hapa exactly. Nilikuwa nimemeri bias kana kwamba tunaenda. Kwa hiyo kama hii imeshamaliza, kwa hiyo haikuwa hapa. Ilikuwa lengo ni kuendelea zaidi kwenye higher time frame. Lakini price ilivyofika tu kwenye this diminution ikafanya hiki kitu. Nilitoka hii trade around 1:3. Maana niliriski kama pipsi za kutosha, siku refine hapa hivi. Still ilivyofika hapa nikaanza kuidefine sasa kana kwamba why imefanya hiki kitu. Nikaanza kuidefine hii correction ilikuwa ina ma impasse correction, impasse this correction, na the way ilivyokuwa inaleta ilikuwa kama inafanya chopping moves. Mimi nikaona still bado kuna reason yangu ya kuja paka hapa. Nikaona this price diminution ambayo ya bearish, ambako ndo pale ile niliyotolewa ile trade yangu ya kwanza. Kwa hiyo ilivyotengeneza hiki kitu imetap ikafunga below, mimi nikashuka wana. Kwa hiyo wanao hapa ikanipa this one kana kwamba price ilifika kwenye lile eneo langu ikaleta low. Ngoja niichore nilivyokuwa najiambia mwenyewe. High ikanipa this one low, then nikatemu hii inside formation au structure, then ika break. Sasa nilivyoona hiki kitu nikaona ready to go there. Sasa mimi nika sell hapa. Nikaweka kwenye this one break of structure. Nadhani hata mtazamo nahisi brother Amri alikuwa nao kwenye hii kitu, akasema aliniona nina hii position pia, akasema Mike hata yeye anayo, lakini mimi niko naona naitazamia kuja kuisell. Na mimi pia nikaifanyia uchambuzi wangu, nikaona pia kuna namna naweza nikaisell. Sasa target yangu ilikuwa around kwenye ile validation yangu. Sasa this one hapa ilikuwa target yangu hapa. Pips ilikuwa kama 10 na ngapi. Ilikuwa above here, yes. Pips kama 13 point something. Price kaenda. Sasa bana, kuna kipengele hiki ambacho nataka tukiongee, mimi kwangu kinanifesi sana na najitahidi kujinasua huku, lakini nakuwa na shinda. Price imefanya hiki kitu, imesha ni activate, nikawa na monitor hii price. Price ikani activate, kafanya low, kafanya high, kafanya low, kafanya high, kafanya low. Guess what hapa sasa? Price ilipofika hapa, nikasema price kifunga hapa mimi natoka. Sasa price ikawa imeshatengeneza this diminution. Nadhani hata brother Amri hapa hivi nimemuuliza sana, yani wewe waga una manage vipi trade? Kwenye ku manage trade kwa kweli nahitaji msaada wenu hali ya juu sana. Zinanigharimu, nakuta trade imeenda vizuri alafu then umetoka na faida kidogo sana. Sasa ninachokimisi nimekuja kukiona pia, mimi na miss sana ya huge return, kana kwamba na riski kitu fulani ila nafunga na kitu kidogo zaidi. Sasa inanikata. Sasa nilivyokuja kuona tu hii diminution hapa, then price inavyokuja hapa, mimi nikatoka. Ilivyofunga tu, kabla hata hajafunga hii trade, kana hiki kinaniliki kipini buy
kabla akijatokea hivi. Nadhani unaelewa wewe mwenyewe ni nini kinachokuwa kinakuja around here. Ni likendo fulani lizito sana. Na nikasema ikifunga hapa basi mimi natoka. Nikatoka hapa. Nini kilitokea? Ndio kama hicho hapa. Yaani kana kwamba price ilifanya hata kwa hiyo na struggle kwenye hivi vitu. Pia hizi hata jana nilikuwa namuonyesha brother Waitala kana kwamba kuna trade nyingi sana za hivi kwangu mimi. Yaani kana kwamba hata hapa mpaka nikawa najiuliza kana kwamba hapa brother ninge avoid vipi hilo sasa. Maana yake the way ambavyo hata ni depress hii na nili yangu ilikuwa nje huku. Kwa hiyo still hapa mimi nikamwambia yaani hapa sidhani kama ningekuwa salama, still ningetolewa tu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni loss tu, mimi nimeshaikubali hivyo kana kwamba hii ilikuwa loss. Lakini pia kutoka na reward ndogo wakati bora hata kama ningefunga basi na ile na nili. Kwa mfano kuna zingine unakuta kama hivi nime break even alafu nime break even alafu nimekuja kutake partial. Kwa hiyo utakachokuja kukipata hapo still tena sio kitu kizuri. Unakuta umeriski, kwa mfano mimi na riski 0.2 kwenye account yangu. Kwa hiyo angalau hata 0.5 nikipata 1:5 hivi ni 1% kidogo sawa. Na wao unakuta unafunga na 0.6. Yaani hata percent fulani hata 0.8 hivi haipatikani. Sasa kwa sababu tu ya management fulani. Sasa nataka leo mnisaidie. Wenzangu mna manage vipi? Yaani unaweza ukapress tu trade basi ukaondoka tu kwenye chart. Maana hiki kitu hiki mara kadhaa sana zinakuwa zinatokea. Na baadhi ananilia hapa hivi. Na ushahidi hapa naweza nikawaonyesha mkanisaidia. Kitu kama hicho. Brother Mlula, mimi na swali. Naam kaka. Kwenye trade yako ya kwanza represent ya USD JPY ya kusell. Naam. Kwenye hiyo trend nilikuwa na monitor. Ukienda daily time frame daily hapo, japo ni internal structure lakini ni price kama ilikuja ikashinda ku create new low, nadhani naona ikafunga na reaction, and then candle inayofuata ilikuwa ni very big bullish candle. Na mimi binafsi nilikuwa natafuta namna ya kujoin hiyo internal trend, bullish trend, lakini sehemu nilipoingilia yani ni kama mimi nimeingia hapo nikapata loss ikaseli, wewe umeingia hapo na hivyo na yenyewe ikawa changamoto pia. Sasa kwa nini wewe ukuconsider kubuy, although hata ukienda for hour, unaenda for hour time frame, although hata for hour unaona price kuna namna kama haiku create new low, nadhani umeona hapo, alafu ina move kwenda bullish kwenye hiyo internal trend. Kwa nini ukiconsider kusell, ukiconsider kubuy katika hiyo level ambayo umeingia ukaconsider kusell? Yani how did you come up with that conclusion? Nimekupata brother. Kwa nini sikuconsider kutaka kuibuy hapa? Kwa sababu ya hichi hapa kitu. Price ili break hiki kitu kama tunavyosema. Sasa mimi nikatema, manake natarajia price irudi mpaka somewhere. Maana tulikuwa na hiki kitu. Nikasema price ikirudi somewhere hapa itakuwa ni njema zaidi. Sasa hiki kilichovunja hapa kilikuwa kinafanya nini? Ndio kilikuwa kinaleta impulse correction, then kika violate. Hapa kaka, yani kana kwamba ilivyofanya hivi ikavunja ika-align na hiki kitu. Sawa, ilikuja mpaka ikafika mpaka hapa, lakini mimi still nikawa na ile namna ya kwamba bado kwa kuwa imesha violate hapa, bado natamani sana kuiona hii price ikifika to the edge huku. Ikifika to the edge. Kwa hiyo ilivyokuja hapa sikupata namna kutaka kubai, japo ilikuwa imeonyesha
kitu cha kunileta hapa. Ili niacha, of course nilikuwa nataka ni buy mpaka hapa, yani kana kwamba nikaja nikaipatia hapa, kama unakumbuka kuna no this one hapa hivi ilisha evolve tu, sikuwa kwenye market kiukweli. Kwa hiyo nilikuja nikaiona imeshafanya hiki kitu, still nikawa na hilo wazo la hii still iendelee kunileta. Kwa hiyo ndo maana niliconsider. Kwa hiyo ningekuwa kwenye market kiukweli na mimi ningeweza kutafuta, lakini tu reason ilikuwa tu ni baada ya hii kuvunja hii, nikaona basi hii correction bado ni valid. Ilikuwa ni hivyo kaka. Unachosema ni sahihi, kwenye for hour inaonekana hivyo, lakini kwenye time frame kubwa zaidi hizo structures zionekani. Inaonekana hiyo main sasa kwamba ni high, low, high, low imekuja fail to create new low. Sasa kwa mimi ninavyofahamu ni kwamba big time frame ni strong kuliko low time frame, na high time frame ni strong kuliko low time frame. Na ukiangalia nature ya candle ya hizo high time frame zilivyokuwa zinaenda, manake yani highly likely ilikuwa ni kama impulsive move kuendelea na anticipate ku create new high kwa hiyo internal structure kandani. Sasa ni mimi binafsi hapo nashinda ku compute. Mimi nimsaidie brother Mlula hapo kwenye hilo swala, kwa sababu tukifanya time frame coordination kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kutumia time frame za juu kwa tunajua ni strong, ili tuweze kumonitor time frame za chini zitatupa kitu gani. Lakini kitu cha pili, kutokana na kwamba time frame za chini ndio zina compound kuform time frame za juu, kwa hiyo kabla hatujapata movement za higher time frame tuweze kuzipredict kwa kutumia low time frame. Kwa hiyo ukiniuliza kama mimi pale ningefanyaje kuona opportunity pale juu, of course sikuiona, lakini nilikuja kutrade sehemu ya pili ile. Ila kama ningekuwa natazamia kupata hii opportunity pale, maana ingekuwa ni katika mchakato wa kutumia time frame za chini kuweza ku forecast kwamba what will happen in daily time frame. Maana yake kama let's say tumeshapata movement moja ya bearish imeshatokea pale, alafu tumepata correction labda ni let's say tumeshapata hapa movement ya kwanza ambayo ni ya bearish, alafu imetokea hii move. Sasa nakuwa na vitu viwili kwamba price inaweza kaenda juu, lakini pia price inaweza kaenda chini, si ndio? Kwa sasa nakuwa najiuliza kwamba endapo price inaenda chini, maana tutapata bearish candles, nitaweza vipi kuziforecast hizo bearish candles kabla hazijatokea? Sababu sio kila kitu inabidi tusubiri kitokee ndio tutafute opportunity. Tuko pamoja hapo? Okay, labda ni share mitazamo yangu, au kama kuna swali hapo, labda ni share mitazamo yangu ambayo nimekuwa nayo this week. Kwanza this week mimi trading frequency yangu imekuwa chini kidogo, kwa sababu toka mwanzo wa wiki nilishare views zangu, nikasema kwamba kwa views zilizotokea last week na expect pairs nyingi zitapitia kipindi cha correction, pairs nyingi. Kwa hiyo sitakuwa na haraka sana ya kutafuta opportunities. Kwa hiyo kama hapa leo Friday at least nimeona movement kidogo zimenipa vitu fulani hivi ambavyo naweza kuvitake into consideration. Nikianza mwanzo kabisa ni kwamba leo ndo nimeshare opportunity mbili kwenye community. Opportunity ya kwanza ni ya GBP JPY na opportunity ya pili nitaishare pia hapa. Sasa kwa upande wa GBP JPY nimechukua hii bearish opportunity kwa sababu kama nilivyoelezea hapa wakati brother ana present kwamba hii daily mimi nilikuwa nimeshaona kwamba tuna higher high, tuna higher low kwa this current movement. Alafu tuna hizi series of higher highs hapa. Kwa ukiangalia candle ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, zote ni strong impulsive candles za bullish tu. Sasa market najua haiwezi kumove in a straight line kwamba ikawa ni bullish tu moja kwa moja. Kwa hiyo naangalia kwamba tukipata bearish move itakuwa ni bearish move ya kuelekea wapi, na tukipata bearish move probably itaanza vipi. Kwa ndo kitu pekee ambacho nilikuwa nakiangalia. Sasa nilisema juzi nilikuwa nimeshare na brother hapa kwamba kuna structure mimi nazikwepa kuzitrade ni hivi kwamba unakuta tumepata series of higher highs na higher lows hivi nyingi sana.
Sasa hizi series za high highs na high lows za kwanza hizi, mwanzo wa trend ya kwanza, ya pili, ya tatu, niko very interested kuzitrade. Lakini ikiwa tayari kuna series za highs na lows ziko 10 hapo kidogo, hata kama nikiwa na trade nitakuwa na consider kwamba hii ni very low probability. Kwa sababu tukipata series of highs na lows ambazo ni 10 au 15, that means kwenye higher time frame hiyo ni impulse moja tu, ambayo ndio impulse kama hivi. Sasa hapo lazima tu tutapata expectation za kuanza kupata correction move ya higher time frame, ambayo correction move ya higher time frame lazima i break hizi structure. Kwa sababu mimi ninachokiavoid ni kwamba every time ndio nachukua loss sababu ya starting of correction ya higher time frame. Kwa hiyo hivyo, of course sometimes siziepuke zote, lakini najitahidi kwamba nisichukue loss nyingi for that reason. Kwa sababu tukisema market ni series ya impulse na correction, tukipata series ya movement hivi lazima tu correction itakuwa na structure mojawapo ambayo ilikuwa kwenye hii impulsive move, itakuwa ni part of the correction. Kwa sababu nacho avoid ni kuja kutrade hapa all the time. Kwa hiyo naangalia kwamba kama tuna impulse lazima tutakuwa na correction. Kwa hiyo hiyo correction niweze kujua kwamba itaanza vipi. Sasa kama hapa hizi structures za katikati mimi nilikuwa nimeziona za low time frame, lakini pia nilikuwa naangalia kwamba tuna hizi very strong candles, alafu tuna hizi candle mbili hapo ambazo kiuhalisia ni candle ndogo ndogo, inaonyesha kwamba buyers hawako strong sana this recently. Kwa hiyo nikaja kwenye time frame za chini sasa kuweza kuona kwamba ni namna gani. Of course siku jump moja kwa moja 4 hour, nilikuwa naangalia time frame kama 12 hours time frame, ambapo toka juzi nilikuwa nimeshaona kwamba kuna haka high low high, alafu kuna hii like diminution, lakini sikuwa interested sana kuitrade kwa sababu niliona hii high is not that strong, kwamba imetokea kwenye hizi lows hapa. Sasa ukishika kwenye time frame za chini sana utaona kwamba hamna even a high. Na ndio maana hata nilivyoona brother amechora ile kama alama hivi, nikawa nimejua kwamba ameshajua kwamba hamna creation ya high kwenye time frame nyingine. Kwa sababu sio kwamba all the time ikiwa hamna creation ya high sitofikiria kuchukua opportunity, lakini naunganisha factors kwamba tayari tuna impulse ndefu sana, alafu tena tujapata high. Kwa hiyo vitu vyote na vifanyia consideration. Sasa kama kwa leo nilikuwa nimeconsider kwamba hapa tumeshapata break, ni break ndogo lakini nilifanyia consideration, ila pamoja kwamba niliconsider kwamba tumeshapata break, lakini sikutaka kuingia kwenye hiyo setup mapema, yani kwamba break tu imetokea nije ku trade hapa, sikutaka kwa sababu pia nilikuwa najua kwamba zipo correction ambazo zinakuwa ni ndogo tu afu price inaenda juu bado. Kwa hiyo hiyo ndio sababu. Lakini nikija kwenye time frame kama 9 hours hapa, nilikuwa pia na angalia kwa umakini kwamba kitu gani kinaweza kuja kutokea. Hasa kitu pekee ambacho nilikipata hapa 9 hours time frame na kama kitu cha msaada kwangu ni hii diminution hapa. Kwa hiyo nikawa naangalia tu kwamba of course tusha break structure, lakini tuna hii diminution. Nikipata tu candle closure above hapo, nisifikirie tena kuchukua opportunity ya bearish kwamba itakuwa tayari hiyo ni new high, kwa sababu hapa ilikuwa tuna hii level. Kwa sababu mimi nilichokuwa nakitizama ni kwamba tuna diminution hii na tuna diminution hii. Kwa hiyo ambako price itafanikiwa ku break huko ndio kwa direction price inakoelekea. Kwa hiyo kama hapa nilikuwa nasubiri tu nione kwamba movement ta break wapi. Nilikuwa suspect kwamba price break ndio nitafutia opportunity, kwa sababu kwa unajua ikibreak either bullish au bearish ita break very impulsively. Yani hicho kitu ambacho nilikuwa nakifahamu kutokana na market ambayo imekuwa ikimove recently. Then nikaja hapa 6 hours time frame. Sasa 6 hours nilipata aka structure ambako actually ndo kana relate na ile diminution kule. Lakini nikaja 4 hours ambayo ndo time frame nilikuwa nafuatilia kwa ukaribu zaidi. Sasa hapa nilikuwa nimeona vitu kadhaa. Kitu cha kwanza kilikuwa ni kwamba price ilitupa this level hapa ambayo diminution. Kwa mwanzo nilifikiria kwamba hivi kwa nini nisitrade hapa hivi kwenye hii diminution hapa, kwa nini? Kwa kitu pekee ambacho nilikuwa nakiangalia ni kwamba at least basi tupate movement ambayo ita break these levels. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nakitizama ni kwamba at least kwenye low time frame niweze kupata another indication pale ambapo price itafika hapa, basi niweze kuona hata break ya structure
au niweze kuona kitu chochote ambacho cha kunishawishi kuweza kuchukua hiyo opportunity. Sasa sio opportunity zote, naangalia vitu vingi hivi, lakini kwa sababu nilikuwa najua kwamba hii ni counter trade na nilikuwa na list ya GBP JPY, Euro JPY na USD JPY. Zote nilikuwa nazifanyia the same correlation. Alafu niangalie pair ipi iko clear zaidi niweze either ni trade moja au nigawanye risk. Kwa hiyo nilikuwa natizama hicho kitu. Sasa nikaja hapa hii ni 3 hours time frame. Nilikuwa naona ile structure ambayo iko hapa huku haipo, yani ile nionyeshe hapa. Ukiangalia hii structure hapa hii, ukija huku 3 hours haipo. Kwa hiyo ikawa ni mojawapo ya sababu ya kwamba hivi kwa nini nitafute opportunity hapo kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo price ilirudi hapa ikatesti structure, tukapata this diminution, na hapo ndo sema hapo mimi nikawa naangalia as same basic kabisa ya kuweza kupata entry, ambapo tukija 2 hours inaonekana clear zaidi. Kwa hiyo price ilikuja kutesti kwenye hayo maeneo hapo, na ndo hapo nikashare ile setup, na hapo nikapata pia hiyo opportunity for bearish move. Sasa ili ni sihame kwenye hizi JPYs, naomba nielezee na hii USD JPY kwamba brother Mlula alivyo manage, afu na mimi nilikuwa nafikiria vipi wakati wa kumanage, au tuseme generally ni manage vipi. Nilielezea before tujachukua opportunity kwamba mimi nilikuwa natazamia hii ni lower low, hii ni lower high na hii ni lower low. Alafu nikawa natazama kwamba hii ni lower high. Kwa expectations zangu ilikuwa ni tupate movement ambayo ni ya kutengeneza lower low, lakini overall direction still nilikuwa nafikiria kwamba ni bullish. Kwa hiyo nilikuwa naona tu kwamba kama hapa tuliweza kupata low na hapa tuliweza kupata low, basi itokee low nyingine hapo, sasa ndio bullish move iweze kuanza. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakiangalia. Kwa hiyo price ilipofika hapa nilipata opportunity ambayo ni opportunity hii hapa nilielezea hapa. Niweza kuchukua opportunity nikapata bearish move. Sasa hii movement haikunikuta ndani, na kitu ambacho mimi nilikuwa nakiangalia kikubwa ni sehemu yenye break of structure, ambapo kwenye other time frame ni diminution. Niliangalia maeneo strong ya kumark. So apart from hili eneo huku chini nilimark diminution hapa hivi. Nilimark hapa niweze kuona kwamba okay, price ikifika hapo ita react vipi, kwa sababu ilikuwa na possibility mbili ya kutengeneza lower low, lakini possibility ya pili ni kwamba price react hapa alafu tupate hiyo ni just a single move ya kuelekea juu zaidi, depending na kwamba JPY zitakuwa strong kiasi gani au dola itakuwa kwenye movement gani katika kipindi husika. Kwa hiyo price ili move, ilipofika hapa ikawa imereact. Ilipofunga hii candle mimi nikaamua kufunga hiyo opportunity. Of course kwa nishafika 1:10 plus, kwa hiyo sikufikiria sana kwamba probably price itaendelea na nini, sikuwaza hivyo. Kwa hiyo hii movement imetokea leo, nilikuwa tayari sipo kwenye hiyo opportunity, ila nilikuwa nimeridhika kabisa kwamba in this case kuvumilia pullback mpaka itoke 1:10 ifike 1:2, nilikuwa naona sio maamuzi ambayo naweza nikafanya na nikaconsider kwamba ni maamuzi sahihi. Sasa hapa na setup nyingine ambazo nilikuwa naziangalia. Kabla hiyo ngoja ni share GBP CHF, kwa sababu pia nimeishia kwenye community kwamba natazamia kupata selling opportunity. Sasa kwenye hii GBP CHF kwanza ni setup ambayo nilikuwa naitazamia kwa umakini sana, kwa sababu price imekuwa ikicorrect muda mrefu, na mwanzo wa wiki mimi nilikuwa na mtazamo wa bullish. Yani ndio kitu chochote nakiona kwamba tuna test maeneo fulani tunapata bullish move. Hata kuna watu kadhaa nilikuwa naona wana mtazamo the same na mimi, kwa hiyo nilikuwa natazamia bullish move, lakini sipati confirmation za hiyo bullish. Kwa hiyo tu ndio ilikuwa changamoto, ila baada ya this candle ku close bearish kabisa, hapo sasa nikaanza kuona na candle zinazofuata sio candle ambazo ni that is strong. Hapa nilikuja kuona price imetesti hapa. Sasa wakati price ina testi hiyo eneo hapo juu, mimi sikuiona, nilikuja kuona the next day. Kwa hiyo ndo nikaanza kutafuta kwamba okay, nitapataje opportunity na price imeshatoka kutesti huku juu. Kitu pekee nilichokuwa nakiangalia ni price break hizi structure, au kwenye low time frame tuweze kupata kitu cha kufanya niweze kujoin hii trend for bearish move. Na hii trend mimi nilikuwa naangalia kwa makini sana, kwa sababu nilikuwa najua kutokana na market ambayo imekaa hapa muda mrefu sana,
endapo ikatokea ika move, inaweza ikawa ni movement ambayo ni impulsively sana. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakitizama, lakini kitu kingine pia hapa ni kwamba kutokana kwa mtazamo wangu toka mwanzo wa wiki ulikuwa ni bullish, nilikuwa nimemark maeneo ambayo price imekuwa ikitesti for bullish purpose. Kwa hiyo maeneo yote nilikuwa nimeconsider. Hili la kwanza likavunjwa, kwa nikawa nafikiria kwamba what if price kija kureact hapa. Lakini kilichofanya mpaka hiyo nisiipe kipaumbele ni the fact kwamba price imeshindwa ku break huku juu. Kwa hiyo niliweka tu ile fact ya kwamba kama price inashindwa kutengeneza lows, basi itatengeneza highs, au kama inashindwa kutengeneza highs itatengeneza lows. Kwa baada ya kutoka hapo nilikuja 9 hours time frame. Hapo niliconsider pia the same kwamba hii ni correction na sasa hivi tunaingia kwenye impulsive move. Nilikuja 6 hours time frame nikaona this structure hapo. Kwa hiyo this structure ilikuja kuwa broken na hii candle ambayo ndo tunaiona ni candle recently. Lakini pia kitu kingine niliona kwamba price ilitesti mara ya kwanza, mara ya pili. Alafu on this candlestick imekuja ime break hiyo sehemu. Then 4 hour time frame nilikuwa natizamia structure ambayo hii structure actually ipo pia kwenye time frame ya juu kidogo, ambayo kwa time frame ya juu kidogo namaanisha no structure ambayo ni almost hii hapa. Sasa kitu ambacho nilikuwa nakifanya, hii structure nimefanya hata stop loss yangu iwe kubwa, otherwise stop loss yangu mimi ingekuwa hapa tu. Ndio kitu nilikuwa nakiona. Kwa hiyo niliona kwamba kuna series za high low high, tukapata break, tukapata lower high, tukapata lower low. Kwa hiyo kaanza kuangalia kwamba wapi nitapata opportunity na nikaconsider hiyo sehemu hapo, na price kuja utest hapo kaingia tu for more bearish move. Ila nikaweka setup yangu kwamba stop loss hiyo juu kidogo, tukawa na factors ambazo nimezisema hapo kwamba kuna structure pia nyingine zipo kwenye time frame za chini. Kwa mfano hapa nilikuwa na consider kwamba huku trend imeshatoka, kama tuna failure to create a new high, tuna this diminution, tuna hii diminution nyingine, lakini kaona kuna chance price inaweza kurudi kwenye hayo maeneo. Lakini pia 2 hours ilikuwa kuna hii structure hapa na hii structure hapa, kwa hiyo pia zenyewe niliweza kuzifanyia consideration. Pia nilikuwa na consider kwamba tuna hii trend trading hapa, kwa hiyo nikasema basi niweke stop loss mahali ambapo price ikirudi basi naweza nikawa niko same salama, ila ndo kama hivyo price kawa imemove. Sasa kuna pair nyingine ambazo actually sijapata order, ila hii mwisho wa wiki ndo nikawa naona kwamba zinaleta picha nzuri, kwa sababu nilikuwa nikizifuatilia kwa karibu hichi kipindi chote na tulikuwa tukidiscuss wote pair kama hii GBP NZD. Kwa kitu nilikuwa nakiona hapa ni kwamba kuna hii impulsive move, alafu kinachotokea hapa chote kinaweza kuwa tu ni correction. Kwa maana mimi nimefanya separation ya impulse na correction hapa. Kwa hiyo nikawa sana ngana namna gani naweza nikapata trades kwenye hii movement ambayo ipo. Hata kama na trade kwenye correction, lakini namna gani naweza kupata. Na hicho ni kitu nimekuwa nikichase wiki nzima, kwamba namna gani naweza kupata opportunity. Kwa hiyo kama leo at least ndio kuna movement zimetokea hapa, ndio nimeweza kuona kwamba hii lower low, lower high, lower low. Price imekuja imetest hapa, kwa sababu yesterday mimi nilikuwa nawaza ni kwamba kwa kuwa tujapata lower low, basi correction inaweza kuwa ni correction kubwa kufika hata kwenye hizi structures huko. Of course nikikaa weekend kufanya breakdown zaidi nitaangalia na kutafakari zaidi, lakini hivyo. Then tukija kama kwa mfano 3 hours ndio naona kumepatikana this bearish candle, bado ya close, yani nimemark mapema kwamba endapo iki close bearish nita consider kwamba tupate retracements for more bearish move, pamoja kwamba na trade on this part as part of the correction. Kwa kama hapo nimeweka alarm kwa sababu 2 hours tayari price imesha close, kwa nafikiria tu retracements for more bearish move. Then hapa na hii USD CHF. USD CHF nilikuwa pia naitazama kwa makini kutokana na namna imekuwa ikimove. Kwa hiyo sijapata opportunity kwa sababu mwanzo wa wiki mimi nilikuwa natazama kwamba hii correction iweze kuja mpaka maeneo haya hapa, na nilielezea mtazamo wangu. Lakini price imekuwa very corrective na haijaweza kufika huko. Sasa nilichokuwa nakiona ni kwamba hapa kuna hii diminution ilitengenezwa. Na mimi toka price nakuja kutest nilikuwa naona, ila tu kitu kimoja ambacho nilikuwa nakiona ni kwamba nikitafuta opportunity hapa itakuwa it is like tumepata impulse, tumeanza kupata correction, afu hiyo correction ina break. Kwa hiyo ndio nakuja kusell hapa. Kwa hiyo nikasema hii inaweza kuwa ni movement na bado ikaendelea. Kwa hiyo nipate lower low afu ndio nitafute opportunity kwenye hiyo level. Kwa kama hapa recently
nimefikiria kurudi kusell bado hapo, kutokana na kwamba tayari tumepata movement ya kutengeneza lower low, ila nilikuwa nafikiria kwamba nikitengeneza desturi ya kutrade maeneo kama haya, basi kuna nafasi kubwa nitakuwa nachukua opportunity ambazo ni part of bigger corrections. Kwa hiyo nikaona tu hivyo. Then kutoka hapo Euro NZD ni the same as GBP NZD. Toka mwanzo wa wiki nilielezea mtazamo wangu kwamba natafuta bearish move na consider kwamba hii ni impasse na hii ni structure ambayo iko responsible kuwa tested. Kwa hiyo nikaona tu kwamba tukipata correction mpaka kurudi maeneo haya, hiyo itakuwa ni vyema, lakini kaona hiyo sio sababu ya mimi kutafutia movement, kwa sababu higher time frame hii ndo break yake, lakini low time frame na tukapata series of lower lows, alafu tukapata hiyo ikawa ni impasse moja kwenye higher time frame, alafu later tukaanza kupata correction ya kuja kurudi huku, kama tu ambavyo nimeelezea mtazamo wangu kule nyuma. Kwa hiyo nikaona kwamba okay, hii movement ya kushuka chini niweze kuona namna gani nitaweza kupata opportunity. Kwa hiyo nikija kwenye time frame kama 4 hours, niliona hii ni correction, nimekuja kutest this diminution hapa, nimetoka kwenye this diminution hapa nyuma pia. Kwa hiyo nikaanza kuona namna gani nitaweza kupata opportunity. Kwa hiyo 3 hours kuna hii diminution, nasubiria kwamba candle itupe complete confirmation, then niweze kufikiria kuja kutrade hapo, either by confirmation, niona ni confirmation wherever, depending na price ta move vipi. Hapa candle imesha close tayari. Sasa mwanzo nilikuwa nawaza niweke stop yangu tu hapa, lakini nikaona nikiamua kuweka entry hapa na stop loss nataka niweke huku juu, itakuwa pips nyingi, sana. Kwa nini nikaweka kwenye 50%. Kwa kama mtu hapa hata angeniuliza kwamba kwa nini nimeweka katikati na sijafikiria kuweka hapa na kote kuna chances, sababu ni hiyo. Kwa hiyo nilikuwa natazama hivyo. Hizi setup zote kama Euro NZD, GBP NZD zote nimeziwekea hivi baada ya candle the same kutokea. Ni vile tu kwamba GBP JPY price imerudi, alafu hizi price haijarudi. Hiyo tu ndio tofauti. Lakini nilikuwa nazitazamia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama recently hizi ndo pair 5 ambazo nimekuwa nazimonitor kwa ukaribu. Of course zipo nyingine kama hizi Euro Audi, ni concept the same, kwamba nilikuwa naangalia series za lower lows, lakini ndo wiki nzima price imekuwa ikizunguka tu hapo bila kutupa kitu ambacho ni clear. Kwa hiyo nilikuwa na avoid sana mimi kuweza kutrade kwenye hivyo correction, kwa sababu najua naweza nikachukua loss nyingi. Mwanzo wa wiki nilikuwa na bullish bias ambapo price ilikuwa hapa mwanzo wa wiki. Kwa hiyo mtazamo wangu ilikuwa ni kwamba hatuja break hapa, kwa hiyo niweze kuangalia hii as lower low, lower high. Lower low afu price break above nije ni buy hapa. Lakini ikawa tofauti. Kama bwana nimeandika failure to break, ni baada ya price kushindwa kutupa candle closure above. Kwa hiyo nikaandika tu kwamba price imefail ku break. Kwa mtazamo wangu wa bullish sioni kama ni valid tena. Na baada ya hapo tukapata this lower low, lower high, lower low. Nikawa nasubiri price irudi hapo, haikurudi. Tukapata this lower high, lower low. Kasubiri price irudi hapo, haikurudi. Hii structure hapa price ilirudi, lakini the way mimi nilikuwa naitazama, kwanza huku chini kuna this some sort of price reaction, lakini cha pili nilikuwa natazama kwamba hii ni aina ya correction ambayo inaweza ikawa part of the bigger correction. Na hata sasa hivi natafuta setup hapa, lakini sijaweka kwenye top pairs ambazo ninazo au kwenye hizi pair zangu za kwanza, kwa sababu moja tu kwamba still naona kwamba kama definition ya correction ni consistently series of small candles, basi hizi mimi bado naziona ni small candles. Kwa hiyo bado kuna chance hizi candles kuwa ni party ya movement moja ambayo ni movement kubwa ya kuja juu as correction. Kama Audi USD nimekuwa nikitafuta bullish opportunity toka mwanzo wa wiki. Kwa hiyo nimekuwa nikiangalia kama hapa price haikurudi, hapa price haikurudi, hapa price haikurudi. Sasa hivi pia hapa nimeona ndo palikuwa formed. Sasa hivi sijakaa kwanza kuona kwamba okay price tarudi au haitarudi, sababu ni weekend tayari na nafikiria kuchukua opportunity. Nafikiria kufanya analysis upya. Kwa hiyo napea kama mfano gold nilikuwa kiangalia toka mwanzo wa wiki, na tulikuwa tuna discuss hata na brother hapa ile Jumatatu, kama tunaongea kwamba yeye anafikiria price ije somewhere huku chini alafu ndo achukue opportunity, ila mimi nilikuwa nafikiria somewhere hapa. Niliona hii sehemu hapa, ila sikufikiria kuchukua opportunity kwa sababu hamna break above. Kwa hiyo naona kama nikianza kuchukua opportunity ambazo price haija break above nitakuwa nachukua loss nyingi sana. Hata sasa hivi siamini
kwamba ndio price tayari imeenda, still kuna chance other kind of movement kutokea, na hiyo sehemu is hold price long term kwa mtizamo wangu. Kwa hiyo nimekuwa na views nyingi, lakini ndio mitizamo ambayo nimeiona ni solid na nimeipata hii mwisho wa wiki. Labda kama kuna mtu ana swali kwenye ambao nimeyazungumza, na karibisha. Nashukuru brother kwa mtazamo. Kuna swali brother Kevi aliliuliza muda fulani hivi, na mimi linanipa mkanganyiko kidogo mara kadhaa. Kwa mfano hiyo ukiswitch 4 hour, sorry, kwenye hii gold, kwenye hiyo gold, mimi nilikuwa nafikiria hiyo diminution hapo, hiyo ambayo umesema kana kwamba haija create hiyo diminution. Sasa hiyo diminution ya chini. Okay. Mtizamo wangu hapa ni hivi kwamba tulikuwa tuna ile bearish move kule, ambayo kama mimi nikitizama na consider kwamba ile ndio movement kubwa ya impulse. Kwa hiyo nilikuwa nachukulia hivi kwamba tuna series of lower lows, alafu eneo strong ambalo lipo ni hili hapa, then tuna correction ambayo inakuja juu. Kwa kama tuna correction ambayo inakuja juu, tukiongelea kwamba ime close above hapa, lakini sio above hii point ambayo tunayo hapa. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria nitafute bullish opportunity pale ambapo itakuwa ime close above hapa na sio above hii structure hapa, kwa sababu naomba niichore vizuri. Okay, naomba tunitumie ile nilikuwa natumia mwanzo. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria price iko hivi kwenye gold kwamba hii ni ile trendi kule nyuma. Alafu mimi kuna sehemu nimemaki kwamba ndo price imekuwa ikirudi hapo mara nyingi. Kwa hiyo nilikuwa nakitizamia ni kwamba kuna hii movement hapa, mimi natafuta opportunity ya kubuy gold. Lakini first point ya kwanza itakuwa ni hapa. Expectations za huko long term zipo, lakini first point ni hapa. Kwa hiyo price imetengeneza low high, afasa ndio imefika hapo. Kwa hiyo nikiangalia kwamba price haijatengeneza new high, siangalii zaidi hii new high hapa, naangalia new high hapa. Kwa mimi kuja kutrade kutafuta bullish opportunity hapa na tuja break hapa, kuna very high chance kama ndio mwanzo wa kwenda bearish, na hata baadaye nikija kuangalia itakuwa tu ni very clear kwamba price imetoka hapa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nilikuwa na kiavoid kwamba nisi trade kutafuta bullish kama hatujapata break above hapo, unless hiyo ni movement ambayo najua hata kama ikiwa ni ya kuelekea hapa, still bado nitakuwa kwenye nafasi ya kupata reward nzuri. Huo ni mtizamo wangu. Mtu mwingine anaweza kuwa na mtizamo mwingine. Sawa. Kama upo na ukaribisha. Yaani lengo kabisa hapo sio mtazamo wako, sipingani kabisa. Issue ni ile brother aliyosema kana kwamba mi pia mwanga wa break of structure, yani kana kwamba kama hapo unaona kabisa kwa body ime break, lakini kwa wiki hata hapo tu hiyo recent. Mimi kwenye hii concept ambayo nimeelezea, natamani mkaribishe brother Kindamba aje ielezee zaidi, kwa sababu tulikuwa tuna discuss wote this week setup za aina hii, kwamba how comes kwamba mtu unakuwa unachukulia setup sehemu ambazo ndio inageuka moja kwa moja. Kwa tuna discuss, kwa natamani nimwalike aje elezee zaidi. Ndio kaka. Nipe swali. Swali ilikuwa ni kwamba ile break of structure tunaposema, ngoja sorry nisimame kidogo. Ni kweli brother alichokimaki kana kwamba price haijavunja hapa, lakini mimi swali langu lilikuwa ni hapa kana kwamba body here ime break.
Kwa tumetengeneza kitu fulani kingine, lakini hapa ndio haija break. Lakini hata hapa pia ukijaribu kuisqueeze mpaka hapa, it means hata hii high haijakuwa broken. Sasa hiki kitu kinakuwa kinachanganya. Kuna some structures nikimark body ina respect, nikimark tena weak, nikisema kana kwamba hii body tu imefunga namna hii, basi nitake kuchukua opportunity, inanitoa au inaenda tofauti. Lakini nikiconsider tena ile, yani ni hivyo kaka, kana kwamba weak to body breakout au body to body au kitu kama hicho kaka. Mimi nikawa nimeanza kumwelezea kwamba it happen, unakuta price mtu unakuja kuchukua entry let's say ya kubai kutokana na hii trend ambayo tupo, lakini kumbe trend iliyopita kuna mahali price imefika na haija break above bado. Yes. Brother, kitu ambacho mimi naweza nikakwambia kwamba kwa kesi kama hii ya kwamba umeongelea hapa hii failure kwamba ni body to weak au body to body, si ndio? Kwa mimi, kwa uzoefu ambao ninao, labda pia na pamoja na vitu ambavyo ninavyovionaga, kwamba ili niweze kuzingatia hii break ya hapa, ninatazama kwamba nipate full break ya hili eneo hapa, kwamba isiwe kwamba ni kwamba hapa kuna hizi weak kama hii reaction kama hii imefeli hapa, naangalia kwamba nimepata clear new high, nipo nije kulizingatia eneo la hapa chini. Au kama hili eneo nitasema kwamba yani limerespectiwa, kwamba nipate low ambayo itakuwa imetoa structure za huku zimevunjwa, ndipo nitaangalia kwamba ni buy hapa au ni sell hapa juu. Hicho ndio kitu ambacho mimi ningekifanya kwa hii case kama hii. Na pia kitu kingine kama alivyosema bro, ndio price inaweza ikawa imeonyesha kwamba fail au imereact kwa sababu gani, reason ya huku. Pia kitu kingine kwamba ni structure inaweza ikawa hivi alafu ime break. Sio tunakuja ku trade hapa kwa break of structure. Ni difficult kwamba tukawa tumepata structure imeenda hivi, hakuna sehemu iliyo react, lakini imeacha hapa structure. Kuja kuseli hapa unakuwa una reason, kwamba tunaangalia reason ni nini kinanisababisha, ni kitu gani kinanisupport huku na sio current. Hicho ndio naweza kukuambia. Of course mimi nikifanya addition pia ndogo ni kwamba pia ile diminution ambayo imekuwa respected pale recently ni internal structure. Kwa hiyo kama ningepata opportunity pale, lakini still ningekuwa najua kwamba one day price inaweza kufika pia huku chini, kwa sababu yani kutrade hapa ni katikati sana. Yes. Samahani brother, nataka nikuulize swali, ila sina maana kwamba natetea trade yangu. Nauliza tu swali. Nauliza swali kwenye Euro NZ hapa. Ngoja nibadilishe na ili niwe huru. Chora. Yes. Sawa. Ukiangalia Euro NZ unategemea kumseli hapa kutokana na hii level imekuwa tested. Lakini pia tukiangalia kwenye hii level price bado hajafanyaje? Hajavunja. Lakini tukija kwenye concern ya daily, unaangalia sehemu ambayo kidogo inaonyesha candle vizuri. Ukija kwenye concern ya daily unaona kwamba kulikuwa kuna movement ambayo price ilitengeneza impasse, ikatengeneza diminution. Then hatukupata confirmation kwamba hii structure itaendelea zaidi. Tukapata kuona price ilikaa takriban siku 3 hapo, then tukapata hii diminution. So swali langu ni kwamba hauoni kwamba
hii ni sehemu riski sana kuiseli, kwa sababu ukiangalia katika high time frame price bado ipo, na kuna uwezekano hii kendo ya leo isifunge hivi au ikafunga hivi pia, zeni Jumatatu ikawa na safari ya kwenda juu. Ni swali langu ndio hiyo. Mimi nina swali kabla sijajibu swali lako. Sawa. Ukifikiria kutrade hapa, kuna tofauti gani na kutrade hapa? Sababu ya kutrade hapa inakuja hapa kwenye 4 hour. Kuna sababu ya kwanza hii diminution, lakini sababu ya pili ya hii break of structure ambayo ipo online na hii hii inside formation. Lakini hata hapa ipo. Ndiyo ipo, lakini mimi nilichokuwa nimeconsider ni kwamba hii kwa sababu hii trade nilitolewa. Hii price ilivyokuwa inashuka chini ilikuwa inatengeneza highs and lows, highs and low. Kwa hiyo hii formation iliyokuwa inatengeneza kushuka haikutoa sign ya kuelekea kubai zaidi ya kushuka, zaidi ya hii price reaction na diminution. Mimi ndo niliingia hapa nikatolewa, lakini nilichokuwa na leta concern ya kusema una sell ni kutoka kwenye daily, kwa sababu nikikuelewa kwenye mawazo ya gold yanakuwa yanakinzana na ulichokuwa unakieleza kwamba ulikuwa unasubiria huku chini, sio maeneo haya ubai ambayo yako karibu na ile level ambayo haija break, lakini huku uko tayari kuiseli hapa ingawa huku chini haija break. Hapo kidogo unanivuruga. Okay. Naomba nikuelezee kwamba mimi namna nilikuwa nafikiria kwenye hii, cha kwanza nimeadmit kabisa kwamba hii ndio impasse kwenye higher time frame na hii ni correction. Kwa hiyo kama na trade yoyote hapa na consider kwamba na trade kwenye nini, kwenye correction. Lakini kitu kingine ni kwamba mimi nafanya consideration ya candle body. Candle body kwa sababu huku kwenye previous trend tofauti na kwenye gold hamna kitu kilicho hold price. Of course kwenye low time frame vitakuwepo, lakini pia kitu kingine at the same time nimeconsider pia this thing hapa hivi ambayo ni inverted diminution, kwamba tayari candle imesha close below this diminution. Maana kule kwenye time frame ya chini tayari tuna trend trading ambayo iko hapo. Lakini kitu kingine ambacho kinafanya sasa ni consider kwamba tuko kwenye correction, lakini tuko kwenye bearish move state trade yangu, lakini nafikiria kwamba hii inaweza kuendelea for sometimes before tujapata movement ya kuja hapo. Hivyo ndio vitu ambavyo navifikiria, na mi ukiniuliza kati ya kubai au kuseli au kusubiri, mi kulikoni ni buy hapa, nitasema ni bora nisubiri, kwa sababu the time tu nikifikiria kubai hapa maana yake itakuwa ni nini? Maana yake itakuwa ni kwamba tumepata lower low, tumepata lower high, tunapata movement ya kwenda kutengeneza lower low. Yaani kama hapa ingekuwa movement inakuwa na mshale, maana yake ingekuwa hivi hivi, kwamba inaonyesha inaelekea chini. Alafu sasa mimi ndo nakuja kutafuta bullish opportunity hapa. Kwa hiyo unaona niko safe kutafuta bearish, hata kama najua big part nipo kwenye correction, niko safe kutafuta bearish move kuliko bullish. So nitafuta bullish hapa, maana yake mshale unaelekea chini, lakini mimi nataka kukinzana nao. Na kitu kingine ni kwamba price inaweza kurudi huku juu. Lakini kwa nini nafikiria kutafuta opportunity hapa? Ni kwa sababu not all the time ni lazima price irudi huku juu. Maana yake hapa sasa hivi tukipata tu lower low, tutatoka kwenye kufikiria kule juu tena, tutakuwa tunawaza kwamba hii ni impasse, hii ni correction na hii ndio validation yetu. Kwa hiyo hata mimi the same, tukipata move pia kutengeneza lower low na nikawa nimepata trade hapo, nitakachukua na kiwaza ni kwamba sehemu nilipoingilia ni sehemu nzuri, lakini sio sahihi ku hold long term, kwa sababu still price inaweza kurudi kwenye validation na ikawa bearish. Kwa hiyo ndo sababu, lakini movement ya kutoka hapo price ilipo mpaka kutengeneza hiyo lower low ni movement ambayo unaona kwamba ina worth kuweza kutrade. Na hata nikija kwenye time frame ya chini, nizifute kwanza hizi. Na hata nikija kwenye time frame ya chini, let's say time frame kama
4-hour time frame. Namna ambavyo na interpret ni kwamba hapa tumepata this lower low, tumepata this lower high, this lower low, this lower high, tumepata this lower low, tumepata this break. Kama ingekuwa ni kesi ya bullish, maana yake ingekuwa tu ni hapa tuanze kupata bullish move, lakini price imetengeneza lower low. Kwa kama ningesema na mark kila kitu kwenye hii chart, ninge consider ku mark hapa pia hapa kwamba hii ni sehemu ya trend trading, lakini najua kisa kwamba tukiwa na level hivi tukapata bearish na mark hapa, then natafuta sehemu ambayo ni most recent na sehemu strong huku ya kumark. Kama kutafuta confirmation au nini, tutafutia hapa kwenye hii sehemu. Kwa ndio kitu ambacho nimekifanya hapo kwamba nime identify shift. Kwa hiyo ndio maana kuuliza pale mwanzo kwamba tofauti ya kutrade hapa na kutrade hapa ilikuwa ni nini. Mimi nikiangalia bwana the same, tulikuwa tupate bearish afu iwe kama trend trading. Huo ndio mtizamo ambao nipo nao. Na hata overall of course nafikiria kwamba hii ni lower low, hii ni lower high na hii ni lower low. Kwa hiyo hii movement nilikuwa nafikiria kwamba nitaendelea kutafuta bullish opportunity to break above this level ambayo iko hapo. Kwa kama hapo nafikiria kwamba ni movement ya kwenda chini. Yes. Brother, mimi naomba niongezee kitu kimoja hapa, kwa sababu nikijaribu compare maelezo ambayo umetusaidia kwenye hii na labda kwenye ile GBP JPY ilivyokuwa ilivyonitoa pale, kwamba ni kama wewe hapa sasa hivi unavyotizamia kwamba like this bearish will continue, na kama mimi nilivyokuwa na expect kwamba that bullish move will just continue, si ndio? Kwa sasa na inalipa tena contradiction kwamba kwamba GBP JPY kule carry ile concept ya kwamba candles zinaanza kubadilika zikaanza kupungua momentum. Lakini pia hapa nikiona hizo bearish candle hizo licha tu ya kupungua, hii candle ya mwisho ambayo imetupa diminution na ya kijani tumepata na ya bullish, yani like sasa opposing direction. Mimi naweza nikasema hazifanani kabisa, kwa sababu let's say kama hapa tumepata this bearish candle, kwa mfano ingetokea bearish candle nyingine na bearish candle nyingine, nisingefikiria kutafuta selling opportunity kwenye low time frame. Okay, ngoja nifungue let's say GJ hapa, si ndio? Ukiangalia hizi candle hapa hamna bearish candle hata moja, lakini let's take an example. Sasa hivi ndo tunapata bearish candle, afu inaweza kufuata bearish candle nyingine, afu ikafuata labda bullish candle. Kwa hiyo ikishatokea tu hivyo, naweza nikafikiria labda kutafuta bullish opportunity, kwa sababu ta consider kwamba correction tayari imeshatokea. Kwa hiyo nikirudi kwenye hii pair hapa, nikirudi hapa maana yake ni kwamba correction tayari imeshatokea, sio kwamba tuna series of bearish candles tu. Kwa hata ukiangalia kweli momentum ilipungua tukapata this bullish candle, lakini hizi bullish candles zingeendelea juu, maana yake tumeanza kupata movement ya bearish ambayo inaonyesha kisa kwamba kuna chance bearish inaweza take over. Na pia additionally ni kwamba kwa mfano kama hapa chances ambazo tunazo let's say ya kupata correction ambayo ni correction kubwa, ki chance ya pili ambayo inaweza kuitem kama ni high probability ni kupata low tupate high ambayo ndio hii hapa, alafu hii correction ina correction zake humo ndani, kwamba pia unapata correction ina accumulate liquidity kwa ajili ya ku break this low, na inakuja na break more massive. Na mifano ya hivi hata kwenye chati unaona ipo mingi. Yes, kwa kitu ambacho na kiona sawa. Kwa mfano let's say kama hapa hivi kwenye hii sehemu price tengeneza bullish candle alafu bearish candle. Kwa kama hapa mimi ningefikiria vipi? Ningefikiria tu kwamba kama tayari tumeshabadili direction ya market, tumefika kwenye sehemu ambayo ndo most volatile level kwa ajili ya kutupa correction, ningefikiria kwamba hii candle ni correction ya kuelekea chini, ya kuelekea bearish. Kwa hiyo price ku move kwenda juu singeona kwamba ni kitu cha ajabu sana. Kwa hivyo ni the same na pale kwamba tumeshapata bearish candles ambazo zinatuonyesha direction ya market ni wapi, na tuna hizi movement ambazo ni correction. Tofauti na kule kwenye GBP JPY kwamba kule kwenye GBP JPY sasa ndio kama tunakuja kutafuta
bearish opportunity hapa, baadaye ikaenda kufunga, kwamba tuna candle bearish, lakini tafuta bearish opportunity hapa ndio kule, lakini huku tayari correction imeshatokea. Sawa sawa brother. Labda mtu mwingine kama ana mtazamo wa kushare au mimi na swali. Kuna kitu amekizungumza yule aliondoka hapo kwamba ukikuta iko hivi then tumezoea kwamba itakuja ije then iondoke, lakini akasema usikimbilie kufanya hicho kitu, angalie huku previous kwanza kuna nini. Sasa nataka kujua kwamba huku ni unaangalia kitu gani, sababu hii kitu nakutana nacho tu mara kwa mara. Huku kwenye previous before nichukue hapa previous naangalia kitu gani? Okay, mimi nitashia mtazamo wangu, afu mtu aliozungumza kama ana tofauti atakiongeza. Yes, kwamba tunaangalia kitu gani. Kwa mtazamo pekee ambao mimi waga na uangalia mara zote ni kwamba kwenye market tuna series za higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Alafu it happen unakuta tunaanza kupata movement ya low low hivi, kwamba low high low. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakiangaliaga ni kwamba nikifikiria ku sell hapa, kitu pekee nitajiuliza ni kwamba ku sell ili kuelekea wapi. Hicho ndio kitu ambacho mimi nitajiuliza, kwa sababu ikiwa ni tofauti kidogo tu, let's say ni series za high low, high low, high, alafu hapa price ikawa ndio inaanza kutengeneza structure, alafu tukapata break ya structure hivi, ukiniuliza kwamba na sell kuelekea wapi, nasema very clear kabisa kwamba na sell price iweze kuja hapa, alafu ikifika hapo tuweze kuendelea na more bullish move. Lakini sasa hapa tayari price ishafika kwenye maeneo ambayo tuna expect kupata bullish move. Kwa hiyo kama tuna expect kupata bullish move, of mimi ndio nije ku sell hapa, maana hapo tayari inakuwa ni changamoto, nitakuwa na sell kuelekea labda chini zaidi. Kwa sasa nikija kwenye concept ya ku sell kuelekea chini zaidi, it is possible, lakini pale tu ambapo yani clear kidogo, kusell kuelekea chini zaidi naona kwamba it is possible, lakini ndio pale ambapo hii movement hapa ni part ya a very big move, ambayo hiyo big move let's say ndio iko labda hivi. Kwa hiyo price imeshafika hapa, alafu ndio tumepata this low high low. Kwa hiyo inawezekana tuja break this structure, kinga kufikiria kuchukua risky trade ya kuja chini. Kwa hiyo ukiangalia huko nyuma naangalia nini? Takuwa naangalia trend ambayo ipo, kama hii naiona ni kama correction, lakini kama tu picture hapa nyuma ni tofauti, utofauti wa kwamba price imetoka huku, kwamba tuko kwenye bullish movement long term, maana siwezi kufikiria ku sell hapo, kwa sababu tutakuwa najua hii ni movement ambayo imeanza kwenda bearish kwa lengo la kuja kwenye hizi lows. Kwa at the end of the day price inabidi tupe bullish. Kwa nikija ku sell hapa inakuwa ni katikati sana. Labda kama brother una kitu kwenye yaani kitu ambacho tunakiongelea naona ni kama hichi ambayo hii price imekuja kutesti hapa. Baada ya kutesti hapa tumepata hii bila support hapa, lakini price imekuja kutesti hapa. Kwa labda utupe hapa pia nayo inakaaje? Okay. Of course hapo kwenye time frame zingine kuna break ya structure, lakini let's say ingekuwa hichi kitu akijatokea hapa, mimi singeshawishika zaidi. Ingekuwa kama haijatokea pale juu, kama nina sehemu clear najua hapa ndo price imetoka. Lakini pia nafikiri Mastili pia alikuwa ameuliza swali ya USD JPY aliseli hapa bwana mdogo. Nafikiri maelezo yanafanana na hiyo. Yes. Ndio nimeelewa. Hapa. Ulikuwa sikilizi.
Mastiri aliuliza swali kwamba ulikuwa na sababu gani za kuseli USD JPY na ukataka kujua sababu kwa nini ulitolewa. Nafikiri maelezo brother ameeleza. Umeelewa? Asante. Kama kuna mtu wa mtazamo mwingine au swali lingine. Mimi ningependa kushare views zangu ambazo